Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye channel yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee inakuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako ni rahisi ni kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi, haina gharama, haina malipo, ni bure. Unabonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Bila shaka moja kwa moja acha tuingie kwenye taarifa ambazo tumekuandalia leo hii asubuhi ama leo hii mchana. Leo hii ni tarehe 6, mwezi ni wa 6, mwaka ni wa 2025. Habari zetu tutazianzia katika Doha operation ama operation ya Doha huko Qatar. Pia tutagusia kwa Joseph Kabila Kabange mengi yanayoongelewa kumhusu mzee huyu ambayo ni tishio ama ni hatari kubwa kwa taifa la Wakongo. Pia kwa AFC lazima nao wafikirie mara mbili, kwani hata kwa sasa wameanza kufikiria kumhusu yeye Kabila Kabange Joseph. Nitakupeleka moja kwa moja kwenye mapambano, kwenye uwanja wa mapambano ambapo mapambano makali yanaripotiwa huko Ruchuru na Masisi. Hayo na mengine mengi ndiyo tutakuelezea kwa muda mfupi ambayo tumekuandalia. Moja kwa moja habari zetu tunazianzia huku Joseph Kabila wa Kongomani wamuomba Kabila kuambia ni kipi kimemleta Kongo na ni kipi anachokifanya kwa kundi la M23. Kabila kama kawaida yake ni mwanasiasa Mkongomani ambaye anayejulikana kwa kunyamaza sana. Tangu alipokuja hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya kuondolewa kinga, alikuwa nakubaliwa na katiba ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa yule ambaye aliwahi kuiongoza nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Yeyote alikuwa na kinga pia na kuwa senateur avi. Kabila baada ya kujiunga na makundi ya waasi wa M23 AFC ameweza kuondolewa kinga hili. Hiyo ni mbeleni wakimshuku, baada ya kumshuku wakamuondolea hiyo kinga, na baada ya kuondolewa kinga aliconfirm ama amethibitisha kile serikali ilikuwa inashuku. Hapo alikuja kujiunga na kundi hili. Kabila ikumbukwe ya kwamba Wakongo wakati wanamuuliza ama wanaomba kujua kile kimemleta, kile anachokifanya, ikumbukwe ya kwamba tangu siku ya kwanza alipowasili mjini Goma na kupokelewa na kundi la AFC M23, ameanza ziara yake ya kudhuru maeneo na watu aina tofauti, ngazi zote za juu, wanajeshi, civilian, societe civile na watu wengine kadhalika, watu wa madini, wa mama, wa farme, wami, hao wote ameweza kuongea nao. Lakini kile alichoongea naye, hakuna timu yoyote ambaye amekutana nayo imeweza kutangaza jambo kuhusu yale wameongea na rais mstaafu Joseph Kabila Kabange. Kitu ambayo kinafanya raia wengi waendelee kujiuliza maswali kuhusu huyu mzee ambaye aliondolewa kinga, kile anachokifanya na plani yake ni hipi na anatarajia jambo lipi. Je, watu wanajiuliza, je Kabila Kabange Joseph amekuja kama raia wa kawaida? Na kama ni raia, mbona naitisha watu na kufanya mikutano ambayo chenye anaongelea kwa mikutano hiyo hakiwekwe hadharani, na hakuna vyombo vya habari ama waandishi wa habari ambao wameshuhudia kuwa na kikao ama kwenye kikao chochote cha rais mstaafu Joseph Kabila Kabange?
Raia wanaendelea kujiuliza, je, amekuja kutafuta hifadhi? Wengi wanasema, je, huyu Kabila baada ya kuondolewa kinga, kulikuwa uwezekano bila kinga ataweza kukamatwa na Interpol, kwa kuwa kuna yale mashitaka ambao serikali ilikuwa na uwezo wa kumfungulia kama raia yeyote ambaye anayehusika katika mambo mabaya na uporaji wa nchi na rushwa kama vile anavyoshtakwa. Wengi wanajiuliza, je, alikuja kutafuta hifadhi ama refugee hapo kwenye kundi la M23 AFC Twirwaneho. Je, raia wanaendelea kujiuliza, je, Kabila huyu amekuja kama kiongozi wa AFC ama amekuja kama kitu gani ama mtu gani? Raia pia waendelea kujiuliza, je, Kabila amekuja kupindua chama cha AFC M23 Twirwaneho kuwa chama kingine kinacho malengo mengine na uongozi mpya? Raia wanajiuliza, ujio wa Kabila tangu akuje AFC yenyewe, isipokuwa tangazo walitangaza kuwa wameweza kumpokea, hatujawahi sikiza Colonel Nanga kama coordinator ama kiongozi mkuu wa AFC aliyoanzisha huko nchini Kenya. Hajaongea jambo lolote kuhusu Kabila Kabange Joseph, hata neno moja hajaonekana kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ili aweze kuelezea jambo lolote kuhusu ujio wa Kabila na mpango na mwelekeo wa AFC. Hata speech yoyote ya AFC hajatoa. Raia wanajiuliza, je, nani atakayeongoza kundi hili la AFC Twirwaneho M23 kama Kabila amekuja kama kiongozi? Wengine wanajiuliza, je, Kabila ndiye mwanzilishi wa kundi hili la M23 AFC Twirwaneho? Hayo ni maswali ambapo raia wanaendelea kujiuliza na wakitafuta jibu. Tukitoka kwa habari hizi za Kabila, acha tuende huko kwenye Doha. Doha ni Qatar, ambapo kulikuwa vikao vingi ama kikao cha kutafuta suluhu ya shida zinazoendelea ama vita na ukosefu wa usalama unaoendelea kuripotiwa hapo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sana sana Est de la République Démocratique du Congo. Huko Doha imetangazwa kuwa ni tangazo ambalo halijatangazwa officially, lakini limetangazwa. Habari zinasema ya kwamba kundi la M23 Twirwaneho AFC wamejihudhuru kwenye maongezi ya huko Doha. Na ndio kuelezea ni kipi ambapo kundi hili la M23 AFC walikuwa wanaomba huko Doha, na ni kipi serikali ilikuwa inaomba, na ni kwa nini wameweza kujihudhuru, na ni kipi kitafuatilia baada ya hii kujihudhuru. Na kuomba tu usiende mbali, kaa karibu nasi tuendelee na habari hizi. Doha, vita ya Kongo imeweza kufanya mataifa mengi yaingililie swala hili la ukosefu wa usalama wenye unapatikana huku nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo ilianzia na nchi ya Angola, Luanda, baadaye kukafuatilia nchi ya Qatar, Doha. Watu wakaanza kusema vita imeisha kwa kuwa Doha Qatar imeingilia. Kinshasa imetuma delegasio ama wajumbe wake, AFC ikatuma delegasio ama wajumbe wake, pande zote mbili zimewatuma ili wapatane huko Doha waweze kumaliza tatizo la vita inayoendelea huko nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Walipowasili hapo, kama kawaida, ilikuwa kila pande ilete malalamishi yake waweke juu kwenye meza, na kila upande ulete malalamishi yake waweke kwenye meza.
baadaye waweze kuongea, wajue ni kipi kinafanya mafarakano na mizozo hiyo ambayo imepelekea watu wengi, wakongomani wengi kufa na kufariki, watoto na wamama, wababa na wazee wasiokuwa na hatia na kukimbia nchi yao. Kwa sasa wako kwa shida, mwenye hakukufa ako kwa shida kale. Hayo yote kila upande umekuja na ombi lake. Twende moja kwa moja. Upande wa M23 ni kipi ulichoomba? Number 1. Waliomba ili FDLR itolewe Kongo, ipigwe na iweze kutolewa huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. FDLR ni kina nani kwa wale wasiowajua? FDLR ni wanajeshi wa zamani wa Rwanda waliofanya mauaji ya kimbali huko nchini Rwanda. Baada ya mauaji hayo, walipopigwa na RDF, wameweza kukimbia na kuja huko Zaire, wakapewa hifadhi wakiwa na silaha. Kwa sasa kundi hili la M23 linashitumu kuwa hawa FDLR ambao walifanya mauaji huko ya kimbali wakiua Watusi Rwanda, wako kwenye jeshi la FARDC na wanafanya pamoja. Kwa hivyo ombi lao lilikuwa ni waweze kutolewa kwenye ardhi ya Kongo kwa nguvu, wakitumia nguvu za kijeshi. Hilo ni jambo la kwanza kundi hili la M23 lilikuwa linaomba. Jambo la pili, kundi hili la M23 limeomba ya kwamba Sud Kivu, Nord Kivu wanaoongea Kinyarwanda, wakaongezea pia na Ituri, walindwe na wao jeshi la M23 AFC Twirwaneho. Wanataka wao ndio waweze kulinda usalama wa watu hao wanaoongea Kinyarwanda hapo Nord Kivu na Sud Kivu na Ituri, bila kuchanganywa bila kujichanga na jeshi la taifa FARDC. Wamesema wote watakuwa jeshi la FARDC, hata hawa M23 wakuwe FARDC, lakini Sud Kivu, Nord Kivu na Ituri wao ndio watalinda usalama wa raia bila kujichanganya na wanajeshi wengine wowote. Tukiendelea na kuomba, kabla niendelee, kama wewe ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi kwenye channel hii, uweze kujiandikisha. Kujiandikisha ni rahisi, ni kubonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Na baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza button hilo la alama la kengele, ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Jambo la tatu ni hili, wamesema ya kwamba uongozi wa Ituri, hapo wametoka jeshi la M23 AFC Twirwaneho, waongoze ama walindi usalama wa wananchi wanaongea Kinyarwanda na wengine wanaopatikana Nord Kivu na Sud Kivu na Ituri. Pia la tatu, wameomba uongozi wa Ituri, yani administration, kuanzia magavana na nini, hao wawe wazaliwa wa huko, yani wa Ituri, wa Nord Kivu na Sud Kivu wawe wa huko, ambao watakuwa charge na administration. Jambo la 4, utajiri wa eneo hili, yani madini, mbao, kila kitu chochote kinapatikana kama utajiri wote, biashara zote, kila kitu kinachofanyika, walikuwa akiomba 30% ya mali na kila kitu inapatikana hapo ndiyo ipelekwe Kinshasa. 70% ibaki kwa wananchi wa eneo hizi la Nord Kivu na Sud Kivu na Ituri. Jambo la 5, wameomba Tshisekedi aondolewe kwa uongozi, kwa madaraka, wawe kwenye transition. La 6, wamesema Senate na
parliament ziondolewe, wachague seneti mpya na parliament mpya ambayo kuna wajumbe wa kila pande. Haya ndiyo yalikuwa kwenye meza upande wa kundi la M23. Upande wa kundi la jeshi la taifa FARDC wameomba jambo la kwanza, AFC M23 twirwaneho itoke katika eneo zote imeweza kudhibiti. Hilo ndilo la kwanza. La pili, wamesema RDF warudi kwao Rwanda. RDF, Rwandan Defense Force, ama jeshi la Rwanda ambalo liko kwenye kundi la M23 waweze kurudishwa kwao Rwanda. La tatu, kufanya usajili, wajue M23 wa Wakongomani, yani wazaliwa wa Kongo, wafanye usajili recensement, wajue wewe ni Mkongomani, ulizaliwa wapi, kwenu ni wapi, wajue hao wote. Wakimaliza, Wakongomani wawekwe kwenye jeshi la Wakongo wengine, hawa wengine ambao si Wakongomani warudishwe kwao. La nne, AFC ibomolewe, ibaki M23 kama chama, si kama kundi linalomiliki silaha. La tano, M23 wote walio zaidi ya miaka 50 watolewe kwenye jeshi, kubaki wanajeshi wa umri mdogo. Hiyo walisema hata wao wenyewe wanataka kutoa serikali, wanajeshi wazee kwenye serikali, waache na serikali ndogo. Ikiwa wakikubaliana hayo, kundi la M23, kumaanisha kuanzia Sultani Makenga, Biamungu, hawa makamandazi wote wako juu ya miaka 50 watatolewa. Katari imesikiza pande zote mbili. Upande wa DRC kwa sasa, baada ya hayo, habari zinasema ya kwamba kundi la M23 limeweza kujihudhuru. Kwa nini? Limeweza kujihudhuru ya kwamba wamesema ya kwamba serikali ya Qatar imeweza kusikiza upande wa jeshi la taifa wa serikali kuliko upande wao. Wamesema kundi hili, nchi hii ya Qatar imeegamia upande wa serikali na kupendekeza maombi na mahitaji ya serikali bila kujali maombi ya Qatar. Baada ya hiyo, Qatar imesema tutasikiza haya na tukue na mpangilio mwingine mpya, tuone vile tutaanza swala hili upya. Lakini habari zinasema deja kundi hili la M23 limeweza kujihudhuru kwenye maongezi haya. Na habari zingine ambazo tulikuwa tumekuandalia, lakini kulingana na muda tutakuja kuzifuata kwenye habari zingine zetu zijazo. Tulikuwa tumekuandalia habari huko kuhusu kwenye uwanja wa mapambano kama Masisi. Kwa sasa tunapoongea, Gatoi kumeripotiwa mapambano makali. FARDC wameweza kushambulia kundi hili la M23. Kwa sasa raia wanaendelea kukimbia, wakikimbia risasi hizo na mungurumo wa risasi unayoendelea katika kati ya kundi la M23 na jeshi la taifa. Hayo kwa uwanja wa mapambano. Tutarudi na habari zingine kwa muda unayekuja. Kwa sasa sina la ziada, hacha tukomee hapa na tukutakie kila laheri mahali popote ulipo, lakini tukikukumbusha usiende mbali. Tuko hapa kwa ajili yako asubuhi saa 6 mchana. Lengo letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kukaa nasi ni rahisi, njia ni moja, hakuna njia mbadala, ni kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza, hata kuzipartage. Kujiandikisha ni rahisi, njia ni hiyo, haina gharama, haina malipo, ni bure. Ni kubonyeza button hilo na alama la kengele limeandikwa. Alama hilo
lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Ukifinya hiyo utakuwa umejiandikisha, umekuwa mwanamemba. Na baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza button hilo la alama la kengele, ili tunapotoa habari uwe na uwezo wa kupata notification ya kwamba kuna habari mpya ambayo imeingia kwenye kifaa unachokitumia mahali popote ulipo. Saa yoyote tunapotoa habari, ukiwa na simu mkononi utapata notification ya kukuambia kwamba kuna habari mpya ambayo imeingia. Ukiwa unaitumia laptop yako, kompyuta yako, itakuambia kwamba kuna habari mpya zimeingia. Ikiwa unatumia smart TV itakuelezea hivyo. Kwa hivyo nakutakia kila laheri mahali popote ulipo kwa chochote unachokifanya, na kikutakia siku ya Pentecost njema. Asante sana.